Baada ya saa 12 jioni saa za Afrika ya Mashariki, tarehe ni 13 mwezi ni wa 8 au Agosti mwaka ni 2026. Mpenzi mtazamaji, hapa katika runinga yetu ya KUTV tumeweza kukita kambi katika maeneo tofauti humu nchini kuweza kukuletea tu ambayo yanaendelea kugonga vichwa vyetu vya habari, hasa katika ulingo wa siasa ambao unaendelea kuibua hisia mseto pindi tu tunapokaribia mwaka 2027. Sijui wewe mpenzi mtazamaji umejitayarisha vipi? Je, umeanza kuchukua msimamo wako? Je, uko upinzani au uko katika serikali? Mpenzi mtazamaji, hapa katika runinga yetu tutaweza kufuatilia matukio hayo, lakini kwa sasa kitambulisho. Hii ni Mizizi ya Habari na Edward Nyamo. Shukran mtazamaji. Matangazo haya yanapeperushwa katika mitandao yetu ya kijamii at KUTV News Kenya katika mtandao wa YouTube, na vile vile unaweza kulonga nasi at KUTV_Kenya katika mtandao wa X. Nitakuwa wako Edward Nyamo nikikupakulia habari hizi. Kaa nami mpaka mwisho. Na mjadala wa kitaifa kuhusu mabadiliko ya nchi baada ya mwaka 2030 umepewa msukumo mpya, huku ikisisitizwa kuwa usalama wa taifa ni nguzo muhimu ya maendeleo. Akizungumza wakati wa kuongoza gwaride la kuaga rasmi kundi la kwanza la wanajeshi waliohitimu mafunzo ya mwaka 2025 katika shule ya mafunzo ya waajiriwa wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Ruto amesisitiza kuwa usalama na maendeleo ni vipaumbele vinavyotegemeana. Tazama. Huku taifa likiwa katika kipindi cha kuchukua mwelekeo mpya wa maendeleo ya kitaifa ya muda mrefu na kufikia ustawi mkubwa wa uchumi, Rais William Ruto amezidi kuitetea dira hiyo. Akizungumza wakati wa kuongoza gwaride la kuaga rasmi kundi la wanajeshi waliohitimu mafunzo ya KDF ya mwaka 2025 mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Rais William Ruto amesisitiza kuwa usalama na maendeleo ni vipaumbele vinavyotegemeana. A prosperous, self-reliant and capable of guaranteeing every citizen a life of dignity. That conversation must include security. Security and development are not competing priorities. They are the same foundation, viewed from two different directions. Aidha, serikali imeonya kuwa mazingira ya uwanja wa vita yanabadilika, huku Kenya ikihitaji kujiandaa kukabiliana na vitisho vinavyoibuka kutokana na mashambulizi ya kimtandao, akili bandia, mabadiliko ya tabia nchi na milipuko mipya ya magonjwa. So tomorrow's KDF must be as strong in knowledge as it is in courage, as fluent in technology as it is in tactics, as prepared to anticipate danger as it is ready to answer to it. The future soldier must not only be fit, disciplined, and tactically sound, but also technologically literate. Wakati huo huo, serikali imesema itaendelea kuwekeza katika ustawi, mafunzo na utayari wa jeshi la ulinzi la Kenya, na pia uwezo wa nchi katika usalama wa mtandao, ujasusi, usalama wa baharini na tiba ya kijeshi utaimarishwa. The government will keep investing in the welfare, the training and the readiness of KDF. We will strengthen our capabilities in cybersecurity, intelligence, maritime security, and military medicine. And we will ensure that those who serve and the families who stand behind them receive the dignity and the recognition they have earned. Kauli ya kiongozi wa taifa inaweka msisitizo kuwa usalama utaendelea kuwa msingi wa maendeleo, huku jeshi la KDF likiandaliwa kukabiliana na vitisho vya sasa na vya siku zijazo. Rajab Juma, runinga ya KU.
Na tukisonga mbele, kutoka makao makuu ya chama cha DCP, viongozi wa upinzani wamezidi kuiwekea shinikizo serikali ya Rais William Ruto wakitaka majibu kuhusu hali ya uchumi, usalama na gharama ya maisha. Chama hicho pia kinaitaka serikali kuwasilisha ushahidi wa kupinga tuhuma zilizoibuliwa katika tathmini ya utendaji wa serikali iliyowasilishwa hivi karibuni na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Huku serikali ikiendelea kuhamasisha uungwaji mkono wa dira ya mwaka 2060, pinzani unazidi kushambulia serikali ya Rais William Ruto ukitaka majibu kuhusu hali ya uchumi, usalama na gharama ya maisha. Chama cha DCP sasa kinasema Wakenya wanaguzwa zaidi na changamoto za sasa kuliko mjadala wa mpango wa maendeleo unaolenga miaka zaidi ya 30 ijayo. Shinikizo hilo linajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kuzindua mazungumzo ya kitaifa kuhusu dira ya Kenya baada ya mwaka 2030, huku kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua akitoa taarifa ya kurasa 40 akitathmini utendaji wa serikali ya Rais Ruto. For the last 2 days, the broad-based choir failed to address the substantive issues raised by His Excellency Rigathi Gachagua for and on behalf of the people of Kenya. They chose to dwell on petty, trivial matters that are best characterized as rumors. Collectively, the government is scared of the truth of its own people and reality. They have responded to illusions, personalities, and fear. They are confused and have run out of ideas. Hata hivyo, wakizungumza katika makao makuu ya chama cha DCP, viongozi wa chama hicho walitilia shaka mjadala wa dira wa mwaka 2060, wakisema Wakenya wanatafuta suluhu la haraka kwa changamoto za kiuchumi zinazowakabili kwa sasa. Stop giving us speeches and infertile arguments that more Kenyans are taking soda and therefore the economy is good. Kenyans don't eat speeches. Kenyans want money in their pockets. The economy must be felt in people's pockets, in their homes, shops, farms, and workplaces. Don't just tell Kenyans the economy has grown. Tell us, are Kenyans saving more? Are they keeping more of their salaries after tax? Are businesses making more money? Are fewer families borrowing merely to survive? Mjadala huo pia ulielekezwa kwenye masuala ya ukosefu wa usalama, mfumo wa ushuru, ufadhili wa elimu, utekelezaji wa mamlaka ya afya ya jamii SHA, pamoja na gharama ya maisha, kabla ya kuwataka Wakenya kuunga mkono mpango mpya wa maendeleo wa muda mrefu. Was Dr. Kizza Besigye abducted in Kenya or not? Was he abducted by the Kenyan authorities or not? Why haven't the attackers of the Waitima ACK Church and Mweki and Kasarani PCA been arrested or charged? Yet the evidence has been presented to you. You argued that the DCI does not sanction, does not facilitate, conceal, or participate in criminal conduct, regardless of the identity or status of the person involved. Where are the killers of Dr. Victoria Mutiso? Did you facilitate them into hiding in Uganda? Huku mjadala huo ukizidi kupamba moto, swali linaloibuka ni je, Kenya inapaswa kujielekeza kwenye maandalizi ya mwaka 2060 au kushughulikia changamoto zinazokumba wananchi leo? Brian Ouma, runinga ya KU. Na huduma ya misitu Kenya KFS imezindua uchunguzi kuhusu ripoti za uharibifu na ukataji miti haramu katika kituo cha msitu wa Saboti ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Elgon, kaunti ya Trans Nzoia. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi Agosti 13 hii leo, wakala huo ulisema eneo la msitu wa Makunga liliathirika, ambapo miti 350 michanga ilikatwa usiku mmoja na kuachwa mahali hapo. Kwa mujibu wa KFS, uharibifu huo msituni unaonekana kufanywa kwa makusudi na kundi dogo la watu. KFS ilisema yoyote atakayebainika kuhusikana na makosa yanayohusiana na misitu atakamatwa na kufikishwa mahakamani, huku hatua za usalama na ulinzi zikiwa zimeimarishwa katika eneo lililoathirika, huku mamlaka ikiendelea kuwasaka wahusika hao. Na kwingineko, bodi ya kudhibiti bidhaa za wadudu PCPB
imewakamata washukiwa 6 wanaotuhumiwa kuendesha biashara ya kuuza dawa za kudhibiti wadudu bila leseni yenye thamani ya shilingi 1,500 wakati wa msako kaunti ya Narok. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Cheryl Awuor, msako huo ambao uliongozwa na meneja wa utekelezaji Lawrence Kalawa unalenga kupambana na biashara haramu na kulinda usalama wa umma. Afisa wa kudhibiti dawa za wadudu katika kaunti ya Narok wamekamata washukiwa 6 wanaotuhumiwa kuendesha biashara ya kuuza dawa za kudhibiti wadudu bila leseni. Miongoni mwa waliokamatwa, 4 walikuwa wakifanya biashara bila vyeti halali, kinyume na kanuni zilizowekwa na bodi hiyo. And the law demands that once these pesticides are being proposed for introduction in Kenya, must pass through Pest Control Practices Board. There's a process that guides the evaluation, the process we call registration process. Now, after they are registered, through a long process, which involves evaluation of various data around toxicology, around efficacy. Bodi ya kudhibiti dawa za kuua wadudu imeanzisha msako kote nchini ili kukabiliana na wauzaji wapotofu wanaojaza dawa gushi sokoni. Akizungumza wakati wa msako huo, meneja mkuu wa PCBP anayeshughulikia uzingatiaji na utekelezaji Lawrence Kalawa ameonya kwamba biashara haramu ya dawa za wadudu ni uhalifu mkubwa unaotishia afya ya umma, usalama wa chakula na mazingira. And there is the Compliance and Enforcement Department that follows now post-registration activities, where we do a lot of compliance activities to inform the general public all they need to know around the subject of pesticides. Kulingana na Kalawa, dawa zote halali za wadudu nchini zifanyiwe tathmini kali ya kiusalama kutoka kwa bodi ya bidhaa za kudhibiti wadudu kabla ya kuingizwa sokoni. Bidhaa zilizothibitishwa zitapokea nambari ya usajili ya PCBP, huku zitakazofeli zitakataliwa. Bwana Kalawa anawashauri walaji na wakulima kukagua vibandiko vya bidhaa ili kuona nambari ya usajili kama udhibitisho wa kuidhinishwa. So the message is, wherever you are dealing with illegal pesticides, today you're on that 90th day, 40th day is coming very soon and will be arrested. So the advice is, please stop this business of illegal pesticides, because we are catching up with you and the punishments are very punitive. Aidha, ameonya kwamba dawa za wadudu ni sumu hatari zinazoweza kusababisha madhara makubwa ya afya zikitumiwa vibaya au bila kufuata maelekezo ya lebo. Akiwarai wakulima wazingatie muda wa kunyunyuzia dawa siku kadhaa kabla ya kuvuna ili kuepuka kuwadhuru wakulima kutokana na dawa hizo zenye kemikali kali. So point number 1, the qualification of the person sitting in those shops is a requirement to the extent that any person who is selling pesticides must have a qualification of a certificate in agriculture, or animal health, or environment, or other related subjects. And the certificate of the person who is at the shop dispensing the pesticides, the certificate is displayed in the shop or in the premises, and a photograph of that person is displayed in the shop. Bodi hiyo imesisitiza kuhakikisha kuwa ni dawa salama tu na zilizothibitishwa ndizo zitakazoingia sokoni. Shukran sana mwanahabari wetu chipukizi Cheryl Awuor. Na mbunge wa Samburu Mashariki Jackson Letiojioni amesema kukomeshwa kabisa wizi wa mifugo kaskazini mwa Kenya lazima mnyororo wa usambazaji wa risasi ukatwe. Jackson anadai vyombo vya usalama havijajenga ipasavyo chanzo cha silaha na risasi. Alizungumza haya wakati wa mjadala wa amani wa siku 5 uliokutanisha jamii 7. Katika mjadala wa amani uliofanyika Samburu Mashariki, wakazi kutoka jamii 7 walikutana kujadili suluhu la wizi wa mifugo ambalo limekuwa chanzo cha migogoro na vifo, huku wakitaka suala hilo lichukuliwe hatua za dharura. Akizungumza katika mjadala huo,
Mbunge wa Samburu Mashariki Jackson Letoi Jioni amesema wizi wa mifugo kaskazini mwa Kenya utaendelea ikiwa mamlaka hazitachukua hatua kukatiza usambazaji wa risasi zinazotumiwa na makundi yenye silaha. Nataka kutoa challenge kwa serikali. Wakati watu wananunua bunduki, wananunua ikiwa na risasi 5. Hata ikitoka nje huko mahali wanatoa. Risasi ni ngapi? 5. Lakini kesho wako na 200. Hatuna factory nyingine ya kutengeneza marisasi. Hakuna. Ule mkunono ya kwetu haijafikia mahali ya kutengeneza risasi. Inanunuliwa na hakuna watu wako na control isipokuwa ni serikali. Serikali wakitaka hiyo bunduki ikae bila risasi itakaa. Mtu anaenda anakuja na risasi, hata polisi ana wengi, so many bullets. Kwani ametoa wapi? Si imeuzwa? Na nani ameuza? Tuambie serikali mali risasi inatoka wafunge. Mali risasi inatoka ijulikane inatoka wapi, na by the way hata serikali ikipata wanajua hii imetoka wapi na hata hiyo record imewekwa wapi. Hakuna risasi haina namba yake. Ingekuwa na namba ambayo imewekwa wanyama wa Samburu County, ikiibiwa tunaenda kutafuta kusema hii inatoka Samburu, hii imetoka Turkana. Tunaweza kutambua kusema hii namba sio ya huko. Kwa upande wake, mwakilishi wa Impact Trust Kenya John Tingo ameeleza kuhusu changamoto za ufugaji ikiwemo unyakuzi wa ardhi, huku akizitaka mamlaka kuchunguza tuhuma za kufungwa kwa njia za asili za wafugaji, hali inayotishia maisha ya wafugaji. First of all, one of the things is that pastoralism require mobility from one place to another. And one of the challenges pastoralists are facing is the issue of stock routes, which has been closed. Holding grounds has been taken by private investments, and these are the issues that the Commission should address. The other issue is about land degradation. The other thing is about encroachment from investments that comes to these lands, whether it's wind power, whether it is minerals exploration, and all these are the issues that the National Land Commission should address. And also we also have communities around towns or cities where the land has actually conflicted with the municipality. So these communities are charged an annual rent for their land, which is not legally the way to go, because the Community Land Act was very clear on community lands, but the expansion of municipalities has taken some part of community land, which now changes the ownership. So that is also one thing that the National Land Commission should address, because it's bringing conflict, and we should be able to prevent such kind of conflict through a legal framework. Wakati huo huo, vijana wameipigia debe kuhusishwa zaidi katika kufanya maamuzi, wakisema kuhusisha kwao kutasaidia kujenga uzalendo, uwajibikaji na kuzuia vijana kujihusisha na shughuli zinazohatarisha amani na utulivu wa jamii. Yaani wako nyumbani tunaita mkutano, kwa sababu kwa sasa hatuwezi wapata hapa. Na pia tusiite warani wa Manyata peke yake. Pia warani wenye wako wale dropouts. Wanasema sana hawa dropouts ndio ni vigumu sana kuhandle hawa. Hawako shule, hawako kwa kuchunga. So mambo yao ni kama hatuelewi sana pattern zao ama kazi zao za kawaida. So tunafaa pia kuwaleta hawa kwa hizo mikutano. Wazee pia walisema warani siku hizo wamekuwa vichwa ngumu. Ukiwaongelesha hawakusikii. Na sana ukikuja sana wanakuambia ukikuja sana tutakuhandle. Si hivyo ndio jinsi wanasema? Tutakuhandle vilivyo. So wazee pia walisema vijana wamekosa nidhamu na ni ngumu pia kuwaongelesha. Wazee pia wakasema hao wenyewe wamekuwa irresponsible. Wazee wengi wanakula miraa, wanakunywa pombe, so mpaka hata wanashindwa kumanage vijana ama hata wenyewe kujimanage. So kwa hiyo tulisema vijana tunaanza kuongelesha wakiwa wadogo, si after wamekuwa warani.
kwa sababu wamama walikuwa wanasema kijana kikiwa around 7 years or 8 anaanza kuwekwa aende lale, na akienda lale ana learn from morans. So kazi ya morani ni ngumu sana kukata hiyo time. So tumesema wamama waliagree wataanza kuongelesha vijana wakiwa wadogo kwa nyumba zao, kwa sababu saa zingine ukiongelesha group ni ngumu. Washiriki wa mjadala huo wanasema kwamba mazungumzo endelevu na kuhusisha vijana katika maamuzi pamoja na kudhibiti silaha haramu na upatikanaji haramu wa ardhi ni muhimu katika kukomesha wizi wa mifugo na kuimarisha amani ya kudumu miongoni mwa jamii za wafugaji kaskazini mwa Kenya. Jacinta Haweri, Runinga ya KU. Naam, mpenzi mtazamaji, sijui mwelekezi wangu anataka tuchukue pumziko fupi, tutarejea na mengi zaidi. Baada ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili bila woga. Watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Ni kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Zizi ya habari na Edward Nyamo. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji na shukran kwa kuendelea kutegea KU TV. Karibu tuendeleze gurudumu la mizizi ya habari. Na vijana katika eneo bunge la Rongo, kaunti ya Migori wametaka kuongezwa kwa upatikanaji wa taarifa sahihi, elimu ya stadi za maisha pamoja na huduma rafiki kwa vijana ili kukabili mimba za mapema, maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukatili wa kijinsia. Wito huo umekuja baada ya shirika la Youths for a Sustainable World umezindua mpango maalum unaolenga kuwawezesha vijana. Tazama. Vijana katika eneo bunge la Rongo, kaunti ya Migori, wametaka kuongezwa kwa uwekezaji katika uwezeshaji wa vijana, elimu ya stadi za maisha na upatikanaji wa taarifa sahihi ili kusaidia kukabili changamoto zinazoathiri maisha yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, wakilishi wa vijana Vincent Owino amebainisha kuwa mpango huo utajikita katika kutoa elimu kwa vijana ambayo itawawezesha kukabili changamoto za baadaye kwa njia inayofaa. And the strategic plan that we are launching today is a turnaround because it focuses on prevention, education and empowerment. It ensures that the youths are empowered to tackle these challenges for a safer and a healthy environment. Hata hivyo, vijana wameeleza kuwa kunahitajika taarifa zaidi sahihi na huduma zinazopatikana kwa urahisi na zilizo rafiki kwa vijana ili kuwawezesha kufanya maamuzi yaliyo na taarifa, kuzuia mimba za mapema na maambukizi vya virusi vya ukimwi, kuelewa haki zao na kuripoti kesi za ukatili wa jinsia. Yes, WU program has impacted me with many things. Number one, self-confidence. Today I can stand before the people and talk confidently. Number two, empowerment. The YSW programs always give us support and economic empowerment. Like the other year, they introduced us into poultry and also agriculture.
Mkurugenzi wa elimu wa eneo bunge la Rongo Daniel Onyango amesema utafiti uliofanywa na Youth for a Sustainable World unaonyesha kuwa kiwango cha wanafunzi wanaoacha shule kimepungua kutoka 7% hadi 5%. SW are integrated in the ministry curriculum, and we are guided by KICD, and our duty on the ground is to ensure there is proper implementation of the ministry guidelines and policies. Research done by YSW is that dropout is at 7%, and the number seems to be low, and they are working towards to ensure that that's reduced to 5%. Wadau wameeleza kuwa kuzuia mapengo ya taarifa na kupanua huduma kwa vijana kutakuwa muhimu katika kuwawezesha vijana kupunguza mimba za mapema na maambukizi ya virusi vya ukimwi, pamoja na kuhakikisha wanafunzi wengi zaidi wameendelea kubaki shuleni. Yvonne Shirisha, runinga ya KU. Nao maafisa wa kliniki wanaoendeleza mgomo katika kaunti ya Embu wametuhumu uongozi wa kaunti kwa madai ya kuelekeza upya fedha zilizotengwa kwa ajili ya kushughulikia malalamiko yao ya muda mrefu. Mwenyekiti wa muungano huo Alois Njoka alieleza kwamba hatua hiyo ya madai ya kuhamishwa kwa fedha imechangia kuendelea kwa mgomo huo ambao umeingia siku ya 17 na kusababisha huduma katika hospitali za umma za Embu kusitishwa. Katika siku ya 17 ya mgomo wa wahudumu wa afya Embu, maafisa wa kliniki wanawatuhumu viongozi wa kaunti kwa kuelekeza upya fedha zilizokusudiwa kutatua malalamiko ya wafanyikazi, huku huduma katika hospitali za umma zikiwa zimeathirika. Viongozi wa muungano wanasema wataendelea na mgomo hadi madai yao ya muda mrefu yatakaposhughulikiwa. Wakizungumza nje ya afisi ya gavana, afisa wa kliniki waliutuhumu uongozi wa kaunti kwa kushindwa kushughulikia malalamiko yao ya muda mrefu. Muungano huo umeitaka serikali kutekeleza makubaliano na maazimio yaliyoafikiwa katika mikutano ya awali, ambayo yalilenga kutatua changamoto zinazowakabili wahudumu hao. Executive hapa Embu, mara ya mwisho tukiwa county assembly, walisema pesa ya kutimiza mahitaji tuliyokuwa tumeandikania kotini Nyeri iko, na wakaambia county assembly watatimiza kwa siku 7. Kufikia jana jioni ndio tunajulishwa na wao bado kwamba pesa yenye tulifikiria tutatimiza. Viongozi hao wamelaani uongozi wa kaunti kwa madai ya kuelekeza upya fedha muhimu zilizotengwa kwa ajili ya kushughulikia changamoto za wahudumu wa afya, huku wakisema kuwa mgogoro huo ni mapambano ya pamoja ya kudai haki yao ya msingi, huku wakiwataka wakazi wa Embu kuungana na wahudumu wa afya katika kudai haki yao katika juhudi za kurejesha huduma za afya katika kaunti hiyo. Pande zote mbili zimefanya mikutano kadhaa, lakini kufika sasa mazungumzo hayo hayajazaa matunda. Huku vuta ni vute ikizidi kushuhudiwa, wahudumu wa afya wanasema wako tayari kurejea kazini mradi tu haki zao zitekelezwe. Na kutoka kudumisha kwa viwango vya riba na Benki Kuu ya Kenya CBK hadi ongezeko la wanaoajiriwa katika sekta ya kibinafsi, maendeleo muhimu yameshuhudiwa katika sekta ya biashara. Jiunge nasi tunapozamia mabadiliko haya na kuchunguza maana yake kwako wewe binafsi. Kupitia uamuzi uliofanana na pendekezo kutoka kwa chama cha wabenki wa Kenya KBA, ilidumisha kiwango chake cha riba cha 8.75 baada ya mkutano wa 4 mfululizo. Benki Kuu pia ilitabiri mfumuko wa bei hautobadilika, hili likitegemea utulivu katika bei za chakula na viwango vya kubadilishana sarafu. The average bank lending rates in the domestic market have declined further, and as a result, private sector credit growth has continued to improve. And finally, having considered these developments,
the committee concluded that the current monetary policy stance, with the CBR unchanged at 8.75%, remains appropriate to ensure that inflation expectations remain anchored within the target range and that the exchange rate also remains stable. Aidha, kulingana na ripoti ya benki ya Stanbic, ongezeko la nafasi za ajira limejitokeza katika sekta binafsi. Ni hali inayojitokeza kuchangiwa na haja ya kumudu kazi zaidi wala sio upanuzi wa biashara husika, na hivyo kukadiriwa kuwa tukio la muda mfupi. Katika habari nyingine, Hazina ya Taifa ya Kenya ilipunguza malengo yake ya kodi kwa mwaka wa fedha mwaka 2026-27 kwa shilingi bilioni 81.4, huku kodi ya mapato ikipunguka zaidi kwa shilingi 78.6 bilioni. Hatua hii inaonekana kuibua kuwa hazina inatambua hali ya kutokuwa kwa mishahara mbali na kupunguka kwa faida, huku nafasi za ajira pia zikididimia. Hatimaye shirika la wasagaji nafaka CMA linaonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka bei ya bidhaa zilizotokana na ngano. Hii ni kutokana na kuchelewa kwa utoaji wa idhinisho za usagaji wa C60. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo anadai kwamba bado hawajapata idhinisho licha ya kununua ngano iliyozalishwa nchini. Aidha, mabadiliko mengi yanatarajiwa kadri tunavyoendelea mbele ya mwaka wa kifedha katika sekta mbalimbali. Yote tukitarajia kukujuza katika mseto wa ulimwengu wa fulusi. Karibu shabiki wa spoti, zamu ni yako sasa. Na mashindano ya mchezo wa raga mwaka huu ya SportPesa National 7 Circuit yanaelekea Nairobi wiki hii kwa awamu ya 3, huku Kabeberia Sevens ikitarajiwa kufanyika katika uga wa RFUEA Nairobi. Mabingwa watetezi wana benki KCB wanalenga kutoa ubingwa wa Kabeberia kwa mara ya 5, lakini wanakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa viongozi wa makala ya msururu wa raga ya kitaifa mwaka huu, Kabras Sugar. Blackbird ya chuo kikuu cha Kenyatta inalenga kuanza kampeni yao ya Kabeberi 7 kwa kishindo wikendi hii watakaposhuka dimbani kutoana kijasho na Homeboys ugani Rufea. Blackbird iko kikundi cha cha pamoja na Homeboys, Menengai Oilers na Kenya Harlequins. Huku maandalizi yakiingia hatua za mwisho, timu zinaelekeza nguvu katika kuboresha mbinu za mchezo, kujenga mshikamano kati ya wachezaji na kuhakikisha kwamba wachezaji wako tayari kimwili na kiakili kukabiliana na changamoto. Mkufunzi mkuu wa timu ya raga ya KCB Andrew Amonde anaeleza kuwa ana imani na timu yake baada ya kufanya mazoezi ya kutosha. It's a lesson for everybody, for us also at the technical bench, to understand some of the dynamics that happens in the team that were not able to support us to win Dala. So I think it has given us that platform to just ground ourselves, work hard as a team, understand each other, and to be able to get that mix that we want to go out and be able to defend the other trophy. So I think we are going to see a different team going out in the next tournament in Kabeberi. And we've worked so hard during this week and during the time of the break, and we've come out with the best possible squad that we're able to come out to be able to go and represent us. Blackbird ya chuo kikuu cha Kenyatta pia ni miongoni mwa timu zinazolenga kufanya vizuri baada ya kupata udhamini wa milioni 1 na wanakibarua kigumu, huku kila timu ikimezea mate taji ya Kabeberi 7 katika mashindano yanayotarajiwa kusisimua kuanzia Agosti tarehe 15 hadi 16. Nalo shirikisho la soka nchini FKF linaendelea na zoezi la kitaifa la kutambua vipaji vya wavulana na wasichana chini ya miaka 15. Maskauti na maafisa wa kiufundi waliopata mafunzo kunradhi kutoka FKF wamekuwa wakitembelea vituo mbalimbali nchini wakiwapima na kuwatathmini vipaji chipukizi kwa lengo la kubaini vipaji vinavyoweza kuwakilisha Kenya katika michuano ya soka ya mashule barani Afrika chini ya CAF mwaka huu, pamoja na majukumu mengine ya kitaifa. Zoezi hilo tayari limefanyika katika kaunti ya Nakuru, Nairobi na Machakos, ambapo FKF imekuwa ikiwatathmini wachezaji moja kwa moja uwanjani.
Mpango huu ni sehemu ya juhudi pana za FKF za kuimarisha maendeleo ya soka la vijana ngazi ya msingi na kulea kizazi kipya cha wachezaji nchini. Who in return will go to the World Cup. This program is happening not only in Nairobi but all over Kenya today. We're going to get the best who will join the national team under 15. Who in return will go to the World Cup for FIFA by the under 15. Say it's a very good thing that the scouts have done, because it has made my work easier. Identify an under 15 boy through under 13 league. The activity we are carrying out now is a continuous process that started all the way from the sub-counties, where we are selecting the under-15s for both the African Championships and the FIFA under-15 Championships. Na katika ngazi za kimataifa, mabingwa wa klabu au mabingwa wa kombe la klabu mabingwa bara Ulaya PSG wametetea ubingwa wao wa kombe la Super Cup kwa mara ya pili mfululizo baada ya kuicharaza Aston Villa mabao 2-1. Penzi mtazamaji, Aston Villa walionyesha upinzani mkali huku kikosi cha kocha Unai Emery kikifanikiwa kusawazisha bao muda mfupi kabla ya mapumziko na kwenda mapumziko wakiwa sare na PSG. Hata hivyo, mabingwa hao watetezi walirejea kipindi cha pili wakiwa na nguvu zaidi na kufunga bao la ushindi dakika ya 61 na kunyakua kombe hilo kwa mara ya pili sasa. Mpenzi mtazamaji, mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda wangu umekwisha, nifunganye virago. Nimpishe mwenzangu katika habari za Prime Time News ambaye atakuwa ni Cindy Achieng. Hapo ndipo nitatamatishia mizizi ya habari siku hii ya 13 ndani ya mwezi wa Agosti au mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpenzi mtazamaji, tupatane tena, Mola akitujalia. Mpaka wakati huo, Mola akulinde, Mola akujalie inshallah.